Karibu sana mwana michezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mambo ni bulbul kweli kweli, kile kinachokuwa kinaendelea ndani ya ligi kuu Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League. Tumetoka kushuhudia mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba Sports Club dhidi ya Young Africans, lakini pia siku ya tarehe 2 tulishuhudia Azam Football Club akilazimishwa sare ya 2-2 dhidi ya klabu ya soka ya Pamba. Mimi nakwenda kuzungumza yale. David Kahimba, naweza kuniita Kaisedo wa Bongo. Ndugu yangu, uko poa Mnandi? Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko bweri wa afya. Zima upo? Amani ipo Yaani amani inaendelea kama kawaida. Siku nimekwambia nina power kuliko power ya Mbosso na inaendelea power kuwepo kama kawaida. Mimi kwangu haviishiwi vitu yani. Labda Mwenyezi Mungu aniondoe hapa duniani ndio kila kitu itakuwa kimemalizika hapa. Lakini hivi njoo leo tutapiga story, njoo kesho tutapiga story, njoo kesho kutwa pia tutapiga story, na sio story ile tena, tutakuja na story tofauti. Story ya dabi imeshaisha, tunasubiri maamuzi ya Wallace Karia, sasa tunaangalia mbele sasa hivi. Tunasubiri maamuzi ya Karia, sasa tunasogea mbele. Kama yalikuwa maneno tu, basi tutafunika kombe, mwanaalamu apite, maisha mengine yaendelee. Bwana, miongoni mwa kauli ambazo amezizungumza msemaji wa Young Africans Ali Shaban Kamwe ni kumnadi na kumpamba aliyewahi kuwa fullback na kapteni wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, si mwingine Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior, ya kwamba kile alichokuwa anakifanya Libase Gie ni sawasawa na hamna kitu kwenye nafasi yake. Alishikiliwa vizuri na alikabwa vizuri, na Mohamed Hussein Shabalala alikuwa anacheza mipira isiyokuwa na faida. Libase Gie kweli alipiga on target 2 za hatari, Diala zote akacheza. Sawa moja ikatoka ikawa mpira wa kurushwa, lakini nyingine akapiga ikawa kona. Sasa unasemaje kwamba alimkaba vilivyo wakati mtu alikuwa na hatari sana golini kwao? Aliwafungisha tela sana. Unamuona kabisa Baka alikuwa anachechemea naomba naye pia kutoka, lakini hakuna mbadala. Lakini Baka pia alikuwa anaomba sabu. Diala aliomba sabu asubuhi tu kwa sababu Libase Gie na Ensat Oula, mimi namuita mkulia wa kwanza, kaacha kuuza mayai anapiga mpira. Binafsi aliwatesa sana pale kwenye eneo lao la ulinzi. Hasa leo unasemaje? Yeye anatafuta sehemu ya kuzungumza tu. Hana jipya. Kama alishakubali Simba alikuwa bora kwenye ule mchezo, hasa anamsifiaje Shabalala? Na kati ushakubali Simba alikuwa bora, hasa unarudi nyuma unamsifia Shabalala. Shabalala alikuwa bora kwenye engo gani? Mtu anatiwa tobo mara 3 na mkongwe mwenzake anamdhalilisha. Shoma Kapombe anamdhalilisha, mwisho wa siku anashika jezi. Kwa sababu unamsifia alikuwa bora kwenye engo gani? Kushika jezi kweli? Haujaona kati anatiwa tobo wanangangania bwana unaniaibisha mimi mzee mwenzio mimi. Haujaona lile tukio. Ile aibu. Kapombe amemdhalilisha mzee mwenzake. Ile aibu. Alafu leo mtu unakaa unamsifia Shabalala. Shabalala kafanya nini kwenye ule mchezo? Wa kumsifia msifie Diala. Ameenda kumshindikiza bwana Kipanga. Oya hamna goli hapo. Amenawa huo na offside. Sasa kaisha kono juu namna hii. Sasa kasharuhusu goli, anaenda kumnganganiza kibendera akatae goli. Unavaa masiala, unamsifiaje Shabalala? Mbona maana za mechi Diala? Kwa nini akuwa Shabalala? Mchezaji ambaye alisumbua kwa wachezaji wetu, ambaye ni professional player moja ndani ya Simba. Sasa ungemsifia katika wazuia, wameshindwa kufika kwenye lango la nyuma mwiko. Wamefika na wamescore, afu namsifia Shabalala. Wewe vipi bwana? Alikamwe kashachanganyikiwa wewe. Kashalewa. Bwana ndugu yangu, mimi nataka tujadili kitu kimoja. Ameandika mzee wa Jambia kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea. Abbas Tarimba ambaye ni mdhamini kwa upande wa Young Africans kwa SportPesa, yeye mwenyewe alicomment na kusema kwamba katika sajili ambazo zimefanywa chini ya kiwango msimu huu ni pamoja na sajili za upande wa Young Africans. Sajili zimefanywa, lakini sajili ambazo zilifanywa katika dirisha kubwa ambazo waliaminishiwa na rais wa klabu ya soka Young Africans Engineer Harris Saidi hazikuleta matunda. Sajili ndani ya dirisha kubwa zimebaki hii moja Lassane Kouma, lakini sajili zingine zimetolewa kwa mkopo. Bado tena naenda mbali na kusema ya kwamba hata katika sajili za dirisha dogo pia sajili bado zinaonekana hazijawalipa ndugu yangu. Wao washazoea mpaka Simba amulike wao ndio wakachukua mchezaji. Waliposikia Simba anamhitaji Alan Okello, haraka mbio wakaenda kumwaga pesa kibao. Lakini Alan Okello ndani ya nyuma mwiko toka amekuja bado si lolote si chochote, kama kitambaa cheupe tu. Bado hakuna jipya. Bado hawajawalipa. Pesa waliotumia ni nyingi, lakini kile walichokihitaji kupata kwa Alan Okello hawajakipata. Yaani kitu kizuri siku zote huwa kinatumiwa vizuri. Yaani wewe kama hujazoea kutumia kitu kizuri, hata ukikipata uwezi ukakitumia vizuri. Kwa hiyo manake hawa washazoea kutumia vitu vibovu, hawezi kutumia kitu kizuri. Huyu Shabalala kule wanamuona ndio ambaye ndio sajili imelipa mpaka sasa. Shabalala, sawa, kwa sababu alikuwa na mapenzi na mahaba na hiyo club, na ndio maana kule wanaona kama imelipa. Sababu anaenda kumalizia mpira lakini anaenda kuchezea yale mapenzi.
Kazi Shabalala imeshaisha. Pale anachezea mapenzi tu. Huku Simba alikuwa anafanya kazi lakini karudi kule kwa ajili ya mapenzi. Kazi alikuwa anafanya Msimbazi. Huo ndio kweli. Shabalala kule alipo anafanya kazi kwa mapenzi. Hafanyi kazi kama kazi. Kazi alifanya Simba Sports, kule anafanya kwa mapenzi. Ndio maana unamuona kama ndio kama sajili iliyolipa. Shabalala kutoka Simba Sports. Kwa hiyo mimi binafsi niwaambie tu nyuma mwiko, waache wenyewe waambizane kama hawajasajili vizuri. Hayo yote yamekuja kusikika baada dabi ya Kariakoo. Kutoka Benjamin Mkapa kwenda Nyuamani Zanzibar. Tumeenda kumuonesha Mzee Mwinyi kwenye utawala wake, kaishuhudia dabi ikipigwa pale, sawa, katika utawala wake, tena dabi ya kikatili. Dabi watu wanadhalilishwa, walobeba mwenge wa taifa hili watu wanadhalilishwa pale. Tumewafanyia kitu kibaya sana. Lakini kwa malengo yetu tulikuwa kandamiza goli nyingi sana, ndio kwa malengo yetu, lakini wamepambana. Ndio hivyo bana. Mambo yakawa vile, basi tushukuru tu yale wazalilisha zaidi, mwamuzi kawatetea, imeisha. Sasa hizo wanaambizana wenyewe, mara usajili hujalipa, mara nini. Hayo maneno tutakuwa tuongee sisi sasa hivi. Lakini wanaongea wenyewe. Na nimemwona hata huyo Engineer Hersi alosajili hao wachezaji katika dirisha kubwa na dirisha dogo, kakubali performance ya Simba, kakubali uwezo wa wachezaji wa Simba. Manake yeye kafeli. Kwa hiyo pale sasa hivi tutasikia tunamhitaji nani? Huyo Jeruti. Ino Jeruti watamhitaji. Sasa hivi. Yaani Yanga wanamtaka? Ino Jeruti wanamtaka. Anza kusema wana vinasaba. Wana vinasaba na wao. Sasa hivi Wanset Oula ama mkulia wa kwanza kucheza mpira akiwa Simba Sports na kuacha kuuza mayai, utasikia nao wanamtaka. Akabebe mizigo kwao. Sawa, lakini pia utamsikia wanamtaka Libase Gweye. Sawa? Hakuna Msenegali afu akaja Tanzania akaja Simba Sports akafeli. Hakuna Msenegali alokuja Tanzania na akija Simba Sports lazima afanye yake. Katoka Pape Ousmane Sako kafanya makubwa. Sawa? Sako kafanya makubwa, lakini unamuona anakuja Libase Gweye pia anakuja kufanya makubwa. Yaani sisi binafsi huaga tubahatishagi. Yaani huaga tubahatishagi kwenye kusajili hao wachezaji. Tena tumewaonyesha. Hakuna sehemu wao walimuinda wala kumsikia, wanasikia Simba vyuma vinadondoka. Vile vyuma vitano vyote vilivyodondoka dirisha dogo. Hakuna hata chuma kimoja nyuma mwiko walifikiria kama tunaenda kukichukua wapi na kwa wakati gani. Sasa hizi ndio wanaona na wanasifia wenyewe. Si hatuongei, ila msimu ujao sio wale tosha vyuma zaidi ya vile. Nasikia mna mpango wa kwenda kuibomoa Stellenbosch. Sio hapo tu. Sisi malengo yetu makubwa sasa hivi kwenda barani Ulaya. Kwa sababu naamini msimu ujao tuna uwezo wa kusajili mchezaji yoyote kwenye bara lolote hapa duniani. Sisi tunaenda kuchukua mchezaji. Hatuwezi kugombania mchezaji na Ahli tena. Sisi tunaenda kugombania wachezaji na kina Real Madrid huko, Barcelona, Man City, Arsenal, sawa? Chelsea ndio tunaenda kugombania wachezaji huko. Sawa? Sio tunagombania na wachezaji na nyuma mwiko. Hivyo nyuma mwiko kugombana na mchezaji na sisi. Eti sisi tunamtaka tumshinde nyuma mwiko akachukua. Ana hela gani? Haya, wameenda kutoa si milioni 700 hapo kwa Okelo. Sasa hizi wanaijutia hela yao kama wameweka baharini. Na bado. Sasa kuna mchezaji mmoja. Mchezaji anaonekana kwenye mechi za mchongo ndio anaonekana. Yes, ana goli 5. Mbona hakufunga kwa Simba ili ajisibie yeye bora? Timu alizokutana nazo Dipu ni 3 kubwa na zote kashindwa kupata hata goli la offside. Zidi ya Simba, zidi ya Farabat pale mchini Morocco, zidi ya National Ali Ahly. Home and away hakupata hata goli la offside. Hasa unasema huyo mchezaji. Huyo mchezaji kwa kuona hao vitambaa vyeupe ndio atawafunga. Sio Simba Sports. Kaondoka Mayele hapa misimu miwili. Sawa, misimu miwili, mechi 4 za ligi. Mayele ya kupata hata goli la offside Simba Sports. Kwenye ligi kafunga hizo za ngao ya jamii hizo. Ndio kwanza misuli haijakaa sawa. Mpaka anaondoka. Eti Dipu nani bwana? Dipu dawa kuulia magugu, sio mchezaji. Dipu dawa kuulia magugu. Wenyewe dirisha dogo eti wameongeza Dipu, wameongeza mtu anaitwa nani yule? Sio Okelo, achana na Okelo. Mwenye vinywele ile wametoa Conte, Buba sasa kwetu ugonjwa. Kuna hadithi ipo. Au hujui ile ya Buba? Eti unaona mchezaji eti Buba siku ile kaingia watu wanalalamika. Wa nini sasa huyu? Kwa nini sasa anachukua nafasi ya Damalo, mnalalamika nini? Damalo kashakula njano, mwache atoke, alikuwa na steri kula umeme. Mwache naye aje kuonyesha uwezo wake. Damalo kafinywa afu kaambiwa nisubiri pale. Haujaiona ile? Ino Jeruti ana hatari. Alimfinya afu kaambia nisubiri pale. Mita 5 anamchungulia anageuka nyuma. Mbona njoo tena. Nikuaibishe. Simba waliwatesa watu sana. Unajua alilala na viatu ile siku. Wewe siwezi kuamini Engineer Hersi ana posti kwenye peji yake kukubali mziki wa Simba. Ushaye kumwona hata siku moja naikubali Simba? Lakini kaikubali Simba. Wapinzani walikuwa bora kule. Sasa unamsikia Talimba naikubali Simba utashangaa nini? Sio huyo tu. Alafu kuna mtu mmoja anakuja msemaji anasema haikuwa bora. Eti haikuwa bora. Kweli? Alafu kuna mchambuzi mmoja wa mchongo ule, si ndio futari imempitiliza sijui vipi. Sijui alisahau kula daku ule. Labda alisahau kula daku ule. Eti anakaa anaongea kabisa. Pale kuna kitu pale. Hawakuwa na siku nzuri tu kazini wale. Siku gani walikuwa na siku nzuri kazini? Wewe sema ukweli, wamezidiwa. Huyo mwenye timu yake kakubali. Wewe nani? Eti unasema hawakuwa na siku nzuri kazini. Na ndio maana Simba kapata sare. Kwa sababu alishafungwa. Sawa? Bwana Kipanga kachukua goli lile kama nalo karuka nalo.
Kipanga si unajua yake papu yule kapenya. Maana kuna makungule lile kubwa kubwa lile. Lakini kuna kipanga kile kidogo dogo. Papu akibeba hayupo. Ndio alichokifanya siku ile, kachukua goli lile karuka nalo. Sasa unasema kwamba sisi tumepata sare. Wao ndio wamepata sare. Sisi tulishinda ule mchezo kwa sababu tumescore. Na maana hata Diala kustahili kuwa man of the match kwa sababu kafungwa. Sasa unampaje mtu man of the match katika fungu? Man of the match alikuwa yeye Kipanga na mwenzake Mnchui. Ndio alistahili kuwa man of the match. Eti mtu anakuambia eti mpira ule alinawa mwalimu. Kaunawa akiwa wapi? Mpira unapigwa kapiga free header. Diala kapangua kapiga na mguu wa kushoto. Kanawa saa ngapi? Ule mpira kanawa wapi? Au kwa sababu washazoea wao mipango yao ya ajabu ajabu. Huu msimu tutajuana huu. Ndio maana nimekwambia swala lile la ile dabi sasa tuchafunika, tunamsikiliza Kalia kwa sababu kaongea mwenyewe kwa kinywa chake. Atakayezingua mimi nitamalizana naye. Sio kumuondoa kabisa kwenye mashindano. Nitapenda kumfunga. Ndio tunataka tusikilize bali yuko Konga, Segerea au yuko Songea huko kwenye gereza la kikatili huko. Ndio tunasikilizia sasa hivi. Akishindwa kulifanya hilo, sisi mechi yetu ya dabi inayokuja hatutaki muamuzi kutoka bara la Afrika kama nilivyoongea baada ya mechi kuisha. Narudia tena, muamuzi atatoka nje ya bara la Afrika kwa sababu kwenye hili bara la Afrika hakuna muamuzi ambaye tutamwamini kwa sababu huyu mtu anajivunia na cheo cha Afrika huko mwenyekiti wa vilabu. Siku ile wakati anawafunga wale wauza mitumba kutoka Algeria, alipopata goli la 3 tu kapiga simu. Alikuwa anampigia nani simu? Goli 3 zishaingia nyavuni, ushashinda, unasikilizia matokeo ya kule. Simu pale anampigia nani? Mechi inapigwa Misri. Simu alikuwa anampigia nani? Kwa hiyo kutaka kujionyesha yeye cheo chake kina nguvu, anapiga simu kule watu wapate goli ili yeye afanyeje? Aende quarter final, lakini mwisho wa siku kapiga mark time. Kwa hiyo ninachokiamini mimi Wallace Karia, mechi yetu ya dabi sisi kwanza itapigwa pale Meja Isamuyo. Hilo ndio litakuwa gereza, lakini waamuzi hawatotoka taifa hili. Bwana, kwa kumalizia tu Mnandi, Ahmed Ally ameposti na kusema ya kwamba tembeni kifua mbele mashabiki wote wa Simba, alafu kwenye mabano akaandika neno Nyampala. Yeye ni Nyampala. Yeye ni Nyampala kwa sababu wao wamesema lile gereza, lakini mwisho wa siku gereza Nyampala si ndio yule anawasimamia wafungwa? Si ndio kazi ya Nyampala? Tena mkali kishenzi. Nyampala kazi yake kuwasimamia wafungwa. Pale twende ukafanya kazi hii. Kwenda kuna mti pale mkakati. Unaenda kukata. Kulala saa 9, analala saa 9 ndio kazi ya Nyampala. Hiyo ndio kazi yake. Kwa hiyo Nyampala ndio Ahmed Ally. Si umeona kaivaa jezi yake kabisa kaiandika Nyampala. Alafu mwenzake yule kaandika bwana nani? Yule bwana gereza yule. Huyo si anasema bwana nani yule? Kwa hiyo binafsi naamini nyuma mwiko kwa hiki ambaye kimetokea kinaenda kuonyesha madhaifu yao na wenyewe wanasema zaidi. Sisi tunazungumzia waamuzi. Ila kuhusu masuala ya udhaifu wa wachezaji wao waliosajili dirisha kubwa na dirisha dogo wanasemana wenyewe tu. Sisi hata hatugusi huko na sio shida zetu. Sisi sasa hizi tunajua Libasegwe ana 5%, ana Setioula ana 5%, Ino Jeruti ana 5%. Za nini? Yaani ubora, yani bado hajafikia kwenye kiwango. Wote wana 5%. Sawa? Lakini ukimwangalia Ismail Tule ana 3%, golikipa ana 2%. Rushaini nani? Rushaini. Rushaini ana 45%. Bado hajafika kwenye 100. Hasa wenye 5-5 mpaka wakifika kwenye 20%, hiyo mechi ya pili itakuwaje? Goli 7 watapigwa hawa kama alizopigwa Goloya. Si hawa tunao. Ile rekodi ya goli 6 mpaka leo hajaivunja. Tunaenda kuweka rekodi nyingine. Lazima wafi. Kama kule kwao na lile gereza wamepigwa goli limekataliwa gerezani huko. Yaani baada ya kutufunga sisi wakafungwa wao. Sasa kuna nini hapa? Wamebaki kujifanya mafundi umeme sasa hizi wanafanya. Mechi inayokuja ya dabi mnaenda kuchezea Isamuyo. Wapi? Si ndio maana nimekwambia mimi tutawaomba viongozi wetu mechi akapigwe pale. Sababu mechi mbili zote zilizopigwa pale zidi ya JKT hawajapata matokeo. Uwanja upo kwenye ukarabati. Huko kwenye ukarabati mechi itapigwa wapi? Sababu Azam atakawapigia hapo mechi yao kesho. Hiyo tarehe 15. Wawapeleka pale walikokimbia hatuchezi. Tunahamia KMC wamewarudisha pale walikopigwa 3 na Tabora. Wanarudi pale walikosema wamefungiwa kamera kwenye vyumba. Wanarudi pale. Hasa napenda nao watatoboa vyumba. Kule Zanzibar wametoboa vyumba. Uwanja unakarabatiwa kwa ajili ya AFCON, wao wameenda kufanya wiring. Kwa hiyo mafundi umeme wamekosea, wao ndio mafundi. Sasa Chamazi pia wataenda kufanya wiring ya umeme tarehe 15. Lakini kesho hawana mechi. Kesho si wanacheza na familia yao. Kesho hata wakicheza wachezaji wengine sio familia. Familia wale. Hata wakicheza wachezaji 5 kesho nyuma mwiko wanashinda. Vizuri. Kesho anachukua alama 3. Lakini akienda Mbeya pia anaenda kuchukua alama 3 zake nyingine. Ila mechi yake ngumu. Daraja gumu kwa nyuma mwiko. Pale Azam Complex pale utaki wasitake pale watatoa tu. Kama kwenye Mapinduzi kule Azam wamechezesha vijana pekee, nyuma wiko kafanya sabu zote na kaenda kwenye matuta. Maburudoza yake yote yamerudi. Yako fiti. Wanakanyaga pale watachomoka. Alafu golini unajua nani? Manula. Yule ambaye kawapa zile goli 5 za mchongo. Yule anawamaliza hapa. Yule aliowapa goli 5 na ndio yule atawakamia hiyo siku. Mimi naamini mechi hiyo nyuma mwiko watoke. Maana kwa shanza sababu mechi zao 3 zipo hapa na hapa. 3 hizo unacheza na nani? Mechi ngumi moja tu kwenye mechi hizo zote. Hata wangeambiwa leo wacheze kesho wacheze.
zidi ya Tanzania Prison wanachukua alama 3, zidi ya Singida wanachukua alama 3. Sasa wanalalamika nini? Mechi inapigwa tarehe 15 ndio mechi ngumu. Inapigwa hapa nyumbani. Unasafiri unaenda wapi? Mbona Simba ana mechi 3 pia kanda ya Ziwa huko? Kwa nini analalamika? Ana mechi na Singida huyo tarehe 14. Lakini bado ana mechi na nani hawa? 11 Simba. Tarehe 11 na Singida, tarehe 14 na Pamba Mwanza. Mechi 3 zote anapiga kanda ya Ziwa. Mbona Simba alalamika? Kwa nini wanaanza kulalamika wao? Kwa hiyo watulie, dawa iwaingie. Muda umefika Simba kwenda kukaa kileleni. Naamini baada ya kuisha hizi mechi 3 Simba anakaa juu. Shukrani sana. Asante sana.